tukufu, kuwashughulikia wale wote kisheria ambao walihusika kwa namna moja au nyingine kumshambulia hadharani na kumdhihaki na kumdhalilisha mwenyekiti wetu wa klabu ya Simba Murtadha Ali Mangungu mbele ya watu, mbele ya kadamnasi ya watu. Tunaliomba jeshi la polisi lifanye kazi hiyo ili kulinda utu wake, kulinda heshima yake, kulinda hadhi yake kama mwenyekiti wa klabu, lakini kulinda hadhi ya klabu ya Simba, klabu ambayo ina mashabiki zaidi ya milioni 40 hapa nchini Tanzania. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni wana Simba, kuhusiana na Simba yetu inaenda wapi. Kumekuwa na sintofahamu nyingi na upotoshaji mwingi kuhusiana na klabu yetu. Hali hii inapelekea migongano kwa wanachama na mashabiki. Hawajui washike lipi, wafuate lipi, waongee lipi, kwa sababu watu wengi hawajui ukweli. Leo kweli tutausema hapa. Ni mwaka wa 4 sasa timu yetu haina ubingwa wa NBC Premier League. Tunafungwa na Yanga kila wakati. Mwelekeo wa klabu bado haujaeleweka. Klabu yetu maendeleo yake yamesimama, yamekuwa dormant. Haipigi hatua. Shida ni nini? Shida ni nini? Leo tunataka tuwaambie shida iko wapi, ili kila mmoja amwambie Mtanzania shida ya Simba iko hapa. Kwa sababu kuna uongo mwingi huko, watu wanaamua kurithishana. Tumesema hapana. Klabu yetu na kuelekea siko, tuwaambie watu ukweli wajue. Nataka niwaambie matatizo haya mengi ambayo Simba yanatukabili kuna klabu yetu sisi. Haya matatizo ambayo unaona Simba high progress. Leo klabu ya Simba tunafungwa mpaka na timu ya under 20. Azam FC. Inawezekanaje wapi? Na wakati sisi tumekuwa klabu ya mfano, tuzalishe wachezaji wetu wenyewe, tuwatumie kwenye timu kubwa. Maendeleo yote yamesimama ya Simba. Kila kitu kizungumzia ni transformation ifike mwisho. Tulikuwa tunalalamika na mimi mwenyewe ni mmoja wapo. Kwa nini klabu ya Simba haisajili wanachama? Unajua shida ni nini? Mwekezaji alizuia wanachama wasijiliwe. Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Na sababu za kuzuilia akasema wakiwa wengi gawio itakuwa kubwa, kwa sababu tunakwenda kwenye mfumo wa uwekezaji, mfumo wa hisa 51 49. Wakatengeneza mikakati ya kuandaa ukomo wa wanachama wao watu 50,000. Sisi wanachama na mashabiki tukapiga kelele, hapana. Haiwezekani klabu ya Simba wakawa mashabiki 50,000 wanachama. Klabu ina watu wengi. Ina maana mimi Dr. Mo mtoto wangu akizaliwa wakakesha miaka ijayo nataka kuwa shabiki wa Simba, akiwa ataka kuwa mwanachama wa Simba, asipate hiyo platform. Tukapiga kelele na mkutano mkuu wa mwaka 2022 tarehe 21 ukatengua hilo. Wanachama wakawa hawana ukomo, lakini ni upande wa mwekezaji ndio ambao ulipropose, ulipendekeza wanachama wana ukomo wa watu 50,000, sisi tukaondoa hilo zuio. Lakini bado wakaendelea kushikilia toka mwaka 2017 wanachama wa Simba hawajapata haki yao ya kusajiliwa wanachama wapya. Wanachama waliopo ni wale wale. Kwa database ya Simba wazidi 14,000. Leo Yanga wa database ya watu karibia 200,000 ambao wamesajiliwa wanachama wapya. Wanaingiza hela nyingi sana kupitia eneo hilo. Wanachama wa Yanga kilipa pesa hao 200,000 hata 20,000 tu. Wana zaidi ya bilioni 20 kwa mwaka wanazipata. Sisi tunapata nini? Na upande wa uwekezaji walizuia haya sababu hakutaka klabu ya Simba 100% iwe na nguvu kifedha. Kwa sababu ikiwa na nguvu kifedha haiwezi kufuata matakwa ya upande wa mwekezaji. Kwa kuna chama wapi isina fedha hatuwezi. Tumechoka. Leo mpaka sasa hizi timu yetu ina struggle kupata mishahara wachezaji. Mwekezaji hapatikani. Dirisha la usajili dogo, mwekezaji hapatikani kwenye Simba mpaka dirisha linakaribia kufunga. Wewe ndio baba wa familia, unajua kila Januari lazima mimi mtoto wangu niwalipie ada. Inafika Januari unafunga simu, unapatikana mwezi wa 4. Wewe ni baba bora kweli? Hapatikani. Timu yetu inahitaji maboresho kiufundi. Hatuna timu mbovu kiasi hicho, lakini wale maeneo ambayo tunaona kwamba tunafanya maboresho, basi tajiri atoe pesa tuweze kusajili. Tajiri hapatikani kwenye Simba mpaka leo. Mwenyekiti Murtadha Ali Mangungu kwa heshima yake na busara akasema hawa wachezaji wanataka kuuza jezi ya anakwenda pamoja
wataisaidia klabu ndio unaona kila Libaso Gueye Yaula, una huyu Nixon Kibabage, Mamadou, pamoja na mchezaji mmoja ambaye tunamwambia Jeruti tusaidie kusajili. Mshambuliaji atatoka Kongo. Mchezaji wapi? Kama yana sisi kama ni mazoea na sio mara kwa kuna shida mwekezaji patikani. Kuna wakati niwaambie leo, kuna wakati Simba ilikuwa inataka kucheza Almasri, ingine kucheza Misri. Simba ikawa haina hela kusafirisha wachezaji. Mwekezaji apatikana kwa simu. Mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu akahangaika yeye na mjumbe wake kwenda kukopa pesa kwa baadhi ya wadau ili timu isafiri. Akapata pesa, timu ikasafiri. Lakini timu ilifika finali. Anapongezwa mtu mmoja, anapongezwa mtu mwingine. Matokeo yakiwa mazuri ya klabu ya Simba, anapongezwa huyu, anakashifiwa Mangungu. Hapana, mnyongeni haki yake mpeni. Mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu ndio mwenyekiti pekee kwa sasa mwenye mafanikio kuliko mwenyekiti yote unamjua wewe tangu Simba iundu. Kwa takwimu chini ya mwenyekiti Mangungu timu ya finali na asibekane. Chini ya mwenyekiti kwa finali 5. Mwenyekiti Mangungu yetu tumeingia group stage ya Champions League mara 7. Lakini chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu ya klabu ya Simba mapato yake ongezeka. Tulikuwa tuna bajeti ya bilioni 1 kwa mwaka. Leo bajeti ya Simba ni bilioni 25. Mapato yameongezeka chini ya utawala Mangungu. Sasa unasemaje Mangungu ni mtu mbaya? Leo tunafungwa pale uwanjani Benjamin William Mkapa, mchezaji anachukua mpira, anarudisha nyuma, tunafungwa. Unapata nguvu wapi ya kumkashifu kiongozi Mangungu? Amekosea wapi? Structure ya uendeshaji wa klabu ya Simba inasimamiwa na bodi ya kurugenzi. Bodi ya kurugenzi mwenyekiti wake anatoka upande wa mwekezaji ambao sasa hivi ni Crescentos Magori. Ndani ya bodi wao wako wengi kuliko upande wa 51%. Wao ndio wana initiate malipo ya wachezaji, wao ndio wanasajili wachezaji, wao ndio wanapanga kila kitu. Lakini pia chini ya bodi ya kurugenzi ambao mwenyekiti ni Crescentos Magori, yupo upande wa mwekezaji wa Isa 51%. Ndani yake kuna wajumbe wetu wapigia kura wa wanachama tuliwachagua, tuna mkuu. Chini yake ndio kuna operation ambayo ipo chini ya CEO. Kuna operation ya klabu ya Simba, watendaji wapo 28. Watendaji zaidi ya 27 wote wanatoka kwa upande wa mwekezaji. Ni mtendaji mmoja tu ambaye anatoka kwa upande wa 51%. Sasa timu leo ikikosa matokeo, Mangungu analaumiwa kwa sababu zipi? Niwaambie wana Simba, ni wakati wa kuiamka, kuipigania nembo ya klabu ya Simba. Tumedanganya vya kutosha. Uwekezaji huu kimvuli hautufai. Leo Mohamed Dewji Mo sisi mwaka 2021 mtano mkuu alituambia atajenga miundombinu. Baba ni play sauti yake sekunde moja. Atajenga miundombinu ya klabu ya Simba kuanzia hosteli za wanawake, hosteli za wanaume, ataboresha Mo Simba Arena. Leo ni mwaka wangapi? Mwaka wa 5. Hajafanya. Kwa nini hajafanya? Ina maana maendeleo ya klabu yetu hayapigi hatua. Leo Yanga wajenga uwanja wao pale Jangwani, ukiisha sura zetu taziweka wapi? Klabu haiendi kwa sababu imejificha koti la uwekezaji, transformation. Sasa hatuwezi kosa matokeo kwa sababu ya koti la uwekezaji. Ni bora watu sahihi ambao watabeba maono ya klabu ya Simba, wataweka hela kwa ajili ya kuinasua Simba ilipo. Kwa sababu ndani ya timu yetu kuna watu wanapigishana shoti, hii timu ikosa matokeo, lawama tupiwe mwenyekiti Mangungu, kwa sababu wanajua timu ikifungwa hashambulii tajiri, hashambulii magoli wala nani, ila ni mwenyekiti Murtaza Mangungu. Kwa hiyo wanafanya makusudi. Leo tumesema hapana, tunaweka kila kitu hadharani ili mwenye macho asikie na amue. Akili za kuambiwa changana na nani na za kwako. Leo hata kushindana wachezaji sokoni, Yanga wamekuwa kutushinda. Mnajua sababu yake? Ni kwa sababu uwekezaji, upande wa uwekezaji ambao ndio unatokea usajili, hauweki hela ya kutosha. Wala Liokero tumeshindwa, wamechukua wao. Kila mchezaji ambaye tukumbana na Yanga wanachukua wao. Kwa staili Yanga utamfunga wewe? Leo tumesema hapana, tueleze ukweli, watu wajue. Sisi
tuko pamoja na mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu. Mwenyekiti Mangungu, tunakutia moyo sana. Kazi yako unaipiga ni ya kutukuka. Upo Simba kwa ajili ya maslahi ya Simba. Ila kazi yako haionekani kwa sababu umevishwa ubaya. Watu wengi hawajui kweli. Yaani kazi kubwa anafanya Mangungu na sifa mtu mwingine. Leo tumesema hapana, tuweke wazi. Watu Tanzania waelewe. Sisi tuko pamoja na mwenyekiti Mangungu, apige kazi na Mangungu apepewe tena. Sisi tunaelewana ndugu zangu. Mangungu apepewe, ni kiongozi wa mvumilivu wa hali ya juu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa namshambulia sana Mangungu. Ninyi mnajua. Ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa simkubali Mangungu. Lakini nimeenda chini, go deep, nimefanya research, nimekusanya data, nimekusanya taarifa sahihi, nimejiridhisha Mangungu anaonewa. Hana kosa lolote. Leo tajiri wetu Muhindi amekuja na mkeka Simba, atudai bilioni 87. Anataka Simba tusaini Simba, tumlipe hela yake. Sisi tunauliza hizo bilioni 87 ni mkutano gani mkuu wa chama ambao ulipitisha kwamba yeye anatuazima bilioni 87 anapaswa kurudishiwa? Kwa sababu chombo cha juu cha maamuzi tena kabla Simba ni mkutano mkuu. Hakuna mkutano mkuu umekaa akaenda akatuambia bwana nawakopesha bilioni 87 mtarudisha. Leo ana force operation za klabu, viongozi wa klabu wasaini hela bilioni 87 atudai. Hatuko tayari. Hizo bilioni 87 si wanachama hatuzijui kwa sababu hakutuita kutushirikisha. Labda kuna mtu alimpa aseme. Si tunaelewana jamani? Kwa hiyo kimsingi huo ndio utaratibu. Leo klabu yetu haipigi hatua. Miundombinu ya pale Bunju iko dormant. Iko dormant. Hakuna progress yoyote. Tumeishia tu kujenga ukuta pale. Tuna viwanja vya mazoezi. Lakini mwekezaji alituambia atatujengea viwanja na jimu ya kisasa. Iko wapi? Atuoneshe. Sasa hatuwezi kuwa na uwekezaji kimvuli ambao hauna manufaa. Sisi tunachokiomba kama wanachama na tulichokiazimia, uwekezaji huu sisi hauna manufaa na sisi. Waje wawekezaji wengine ambao watatushika mkono. Kama BMT na serikali wameamua kuibariki katiba yetu wa klabu ya Simba iliyopita, kuna mkutano mkuu uliopita, basi izingatiwe hiyo katiba, wawekezaji waongezeke, klabu yetu ipate hela iende mbele. La sivyo tutakuwa tunalia kila siku na tutafungwa na Yanga kila siku. Ndani ya timu tuna wachezaji bora. Kwa mfano, Ino Siliomba ni mchezaji ambaye juzi angewekwa angecheza, lakini kwa taarifa hizo nazo kuna maelekezo kutoka juu mchezaji fulani asicheze. Akicheza mchezaji huyu kwa sababu kasajiliwa fulani, atasajiliwa na fulani. Hatuwezi kufika huko. Sisi tumechoka hiyo mivutano. Mwenyekiti wetu alaveshwa zigo zito, misumari migumu, jumba bovu ambalo alimuhusu. Sio makosa yake. Na sisi wanachama wa Simba tumeshindwa kuwa watafiti wa kufuatia shida ya Simba iko wapi. Ni waombe wanachama wa Simba, mashabiki wenzangu, wanachama, tujikite kwenye utafiti kujua chanzo cha Simba ni wapi. Na siku mkija kujua sio Mangungu, mtalia na kusaga meno. Mangungu ni mtu sahihi sana wa kukaa na kuisimamia Simba kwa maslahi mapana ya Simba. Simba yetu inataka kutekwa, iingizwe mfukoni. Hatukubali. Hii ni klabu ya wanachama na itabakia kuwa klabu ya wanachama. Hatuko tayari kuona klabu yetu inachezewa na inakuwa ni tambara deki ya kila mtu mwenye shida zake anapangusia hapo. Hatuko tayari. Sisi kama wanachama wenye influence kubwa tumeamua kuja mbele yenu kuwaambia wana Simba, si shida ya Simba iko kwenye upande wa uwekezaji. Uwekezaji wake umetuathiri kwa kiwango kikubwa. Wanachama tunalalamikia kadi hazisajiliwi, matawi kuvunjika. Tunazungumzia maendeleo yako dormant. Wachezaji tumekuwa timu ambayo tunanunua wachezaji kila mwaka. Tunazidiwa na Azam imeanza juzi, inazalisha wachezaji yake wenyewe. Tajiri yupo, kila ukimwambia subiri transformation ifike mwisho. Mpaka lini? Kwa sisi tunaomba pia serikali tusaidie. Huu uwekezaji sisi hatutambui. Ni bora ufutwe uanze upya. Ufutwe kabisa. Kwa sababu ni uwekezaji ambao ni wa kijanja, hauna maslahi na sisi. Uwekezaji huu unatukwamisha. Timu yetu haisogi mbele. Timu leo inakuwa asipopatikana kwenye simu yeye peke yake, timu yote haifanyi kazi. Nyinyi mnakumbuka mechi ya tarehe 8 mwezi wa 6, dabi ya Kariakoo tupigwa bao 2. Mnakumbuka ule mgomo? Wachezaji paka wanakwenda kuna mgomo wanadai pesa.
malimbikizo yao ya kafu, tajiri hapatikani. Sasa unaenda kucheza timu kama Yanga, iko Pacome yuko ndani, Max iko ndani, alafu una njaa unadai lako, utafanikiwa kweli wewe? Ndio maana tukafungwa. Huu ndio ukweli wana Simba. Kama ni mchungu uchukueni, kama ni mtamu uchukueni, ila digest, mchambue, tujue sisi kama klabu tunalazimia nini. Lakini tumshike sana Mangungu, ndio kiongozi pekee ambaye atatuvusha hapa tulipo. Mimi nisiongee sana, kuna waongeaji wengine. Mkaribisha JB 64 naye pia